Tunaomba turudie tena kuwapa pole wenzetu wa mikoa ya kusini na Watanzania kwa ujumla. Na wapokee salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za pole kutoka kwake binafsi, na amenipa maelekezo ya kwamba mimi na wenzangu wote hakuna kulala, ni kuhakikisha kwamba mpaka Watanzania suluhu ya jambo hili ipatikane. Na ni kweli kwamba hatujalala. Na wapongeza sana wataalamu wangu wakiongozwa na mkurugenzi wa miradi ya barabara kutoka Wizara ya Ujenzi na TANROADS na timu yote ya wataalamu wanaosaidiana nao kufanya kazi nzuri. Naomba pia nitumie fursa hii kuvishukuru sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi na wengine wote, lakini nawashukuru pia vile na viongozi wetu wa serikali, mkuu wa wilaya ya Kilwa na mkuu wa mkoa wa Lindi. Wamekuwa ni wenye kutupa ushauri mzuri, lakini pia vile na support kubwa sana. Nitoe ripoti kwa Watanzania ili wapate kujua nini ambacho kinaendelea katika eneo hili la Somanga, lakini vile na katika eneo hili la mto Matandu. Upande wa Somanga tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa njia ya dharura kuweka mawe makubwa, ambapo tumeweka mawe makubwa zaidi ya gari 100 tumeziweka pale kwa malengo ya kwamba maji yanaweza kuendelea kupita, lakini juu magari na yenyewe yapite. Na kwa maana hiyo jumla ya gari 230 tulianza kuruhusu kupitisha magari saa 11:30 kuja saa 12 kamili asubuhi alfajiri ya leo. Lakini pia vile tumefanikiwa kupitisha magari kwa maana ya mabasi ya abiria takriban 10 yamefanikiwa kupita, na hii inatoa idadi ya jumla yanayokwenda kusini na magari yanayoelekea Dar es Salaam. Lakini tumepitisha na malori ambayo yamebeba bidhaa mbalimbali. Tuliruhusu malori takriban 30 yakiwa ni pamoja na malori yanayofanya kazi ya kurescue yaliyo katika timu yetu sisi ya emergency. Ninaendelea kuwahakikishia Watanzania kwamba serikali iko makini kwa ngazi zote, kuanzia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini pia vile na mkoa, wizara, vyombo vya ulinzi na usalama, mpaka kijiji kinashiriki katika zoezi hili. Kwa hivyo tunataka tuhakikishie tuko makini na tunaendelea na zoezi hili kwa umakini mkubwa sana. Na mwisho kabisa kwa wakati huu niseme tu kwamba tunamshukuru Mungu kwa sababu huu ni mtihani umetokea. Ukweli ni kwamba kazi ya kuimarisha barabara ya kusini mara baada ya mvua za mwaka jana inaendelea hivi sasa hivi. Hii mvua imetukuta tukiwa tuko kazini tunafanya ujenzi wa structures za kudumu. Kwa hivyo imetokea kama coincidence, mvua imekuja, yale maeneo ambayo kwamba ndio ya dharura yameondoshwa tena. Lakini nataka niwahakikishie tu kwamba si kwamba toka ilipotokea kadhia ya mwaka jana serikali ililala. Hapana, hatukulala. Kote madaraja yote 5 ya barabara kuu yapo kwenye stages mbalimbali. Yako yaliyoko 40%, yako 50%, yako 30%, kila mmoja kwa kadiri vile ambavyo alikuwa ameanza kulingana na mkataba wake wa kazi, kazi ya kujenga zile infrastructures. Kwa hivyo niwahakikishie Watanzania ni kwamba tuko kazini.